Salamu wapendwa popote pale mnapotazama na kusikiliza sauti hii. Hii ni sauti ya Hamisi Mizigo, mwanafunzi wa mzaliwa wa pili Zulula 100 ambaye ndiye mwalimu pekee wa kweli. Ndugu zangu, ninamshukuru Loba muumba pekee wa kweli kwa sababu ni kwa udhirisho wa mapenzi yake kwamba niko hapa mbele yenu kwa ajili ya kuendelea kuleta mafundisho haya ambayo tunayapokea kila wakati kutoka kwa mzaliwa wa pili Zulula 100. Na tena ninamshukuru Loba Tete kwa sababu ya uwepo wa mzaliwa wa pili Zulula 100 katika hali hii inayoonekana wakati huu ambao mimi bado ningali katika hali hii inayoonekana. Ndugu yangu ambaye unasikiliza sauti hii, hakika tuna neema kubwa sana kuwa katika wakati huu, wakati ambao tunaye mgeni mkubwa wa ajabu ambaye ni mzaliwa wa pili Zulula 100. Yeye ambaye ni mrejeshaji na mrekebishaji wa yote ambayo yalikuwa yameharibiwa. Maana kuna mafundisho mengi ambayo yanaendelea katika dunia hii ambayo yanatolewa na dini mbalimbali, lakini kwa hakika kabisa mafundisho ambayo yanatoka katika dini zote ambazo zipo katika dunia hii sio mafundisho yanayolenga kuokoa maisha ya watu. Hapana, tunasema jambo hili kila wakati, bali ni mafundisho ambayo yapo kwa ajili ya kuzubaisha watu, kuwafanya watu waishi maisha ya mazoea ambayo yanawaongoza katika kifo cha kiroho. Maana dini zote nyuma ni shetani mlima bobe, roho mbaya anayeabudiwa, kwa sababu ni yeye ambaye ndiye mwanzilishi wa dini zote ambazo zipo katika dunia hii. Zipo nyingi na zinaendelea kuundwa dini nyingi, kwa sababu lengo ni kuendelea kuvuruga watu, kuingiza mkanganyiko kwenye maisha ya watu, kufanya watu wasiujue ukweli na kuuishi ukweli. Kwa sababu shetani mlima bobe, roho mbaya, yeye anajua watu wakiujua ukweli na kuuishi ukweli watajikita moja kwa moja katika kutimiza kusudi la kuwepo kwao katika hali inayoonekana, na hilo ni jambo ambalo anapambana kuzuia ili lisiweze kutokea. Lakini mtu mweusi, Mwafrika, ndugu yangu, ujue kwamba tupo katika hali inayoonekana kwa ajili ya kutimiza hesabu inayojulikana. Sisi tupo kwa ajili ya kuiga ukamilifu wa kaka zetu wa kiroho, walio wengi mnaita malaika, lakini tunajua kwamba ni roho za agizo kula vitu. Kaka zetu wa kiroho ambao wao ni ukamilifu, wao ni utakatifu, wao ni uzima wenyewe. Na sisi tupo katika hali inayoonekana kwa ajili ya kuiga ukamilifu wao. Ndio maana tunafunzwa na tunafundishwa, na kupitia mafundisho ambayo tunatakiwa kuyapokea tuweze kufikia ukamilifu sawasawa na kaka zetu wa kiroho, ili na sisi tuweze kuingia katika uzima wa milele. Sasa ni hatari, kwa sababu walio wengi wako chini ya mafundisho ya kidini, mafundisho ambayo yamejaa uongo na mkanganyiko wa kutosha, mafundisho ambayo hayawaongozi katika uzima, yanaendelea kuwazubaisha na kuwapumbaza tu. Ndio maana mzaliwa wa pili Zulula 100 yupo, na yeye ndiye mrejeshaji, anarejesha mafundisho ya kweli ambayo yalikuwepo, yanatakiwa kuwepo kwa ajili ya kutuongoza sisi kufikia ukamilifu wa kiroho, yani utakatifu. Ndugu zangu, nina furaha kuwa mbele yenu tena kwa siku ya leo, na niko kwa ajili ya kuendelea kuleta mafundisho ambayo tunayapokea kila wakati kutoka kwa mzaliwa wa pili ambaye ni Zulula 100. Na mafundisho yetu ya siku ya leo yatatoka katika Karata DMC katika kitabu cha maajabu. Tutapata mafundisho yetu kutoka kwa patriaki wetu ambaye anajulikana kama Bele. Bele ni yule ambaye waliiba historia yake, pia wakabadilisha, wakasema kwamba ni Yeremia, tena wakasema kwamba ni mzungu, lakini mhusika huyo katika utambulisho wake wa kweli ni Bele, na ni mtu wa jamii nyeusi. Maana Kristo wa kweli, mitume wa kweli, manabii wa kweli, wote ni watu wa jamii nyeusi, kwa sababu mambo ya kiroho ni swala la rangi. Ujumbe wa somo letu la siku ya leo ni maombolezo katika Bele sura yake ya kwanza. Tutaanzia mstari wa 4. Maombolezo ni Bele kama nabii wa taifa kwa wakati wake aliingia katika maombolezo. Aliingia katika kuomboleza baada ya mambo mengi kutendeka, baada ya taifa kuingia katika matatizo makubwa ambayo
katika somo letu ili tutajua yalisababishwa na nini. Nabii akaingia katika maombolezo na tutasoma na kuona ni nini ambacho kilitendeka ili taifa liingie katika matatizo yaliyompelekea Bele aingie katika maombolezo. Mstari wa kwanza wa somo letu la leo ambao ni mstari wa 4 unaanza kusema, ndipo nikamuomba Mutatedi nikasema ... Tunafungua usemi, kumbuka Mutatedi mkato yaliyotupata, tazama na uone fedheha ya wasioanzishwa. Mkato, urithi wetu sisi weusi umepita kwa wazungu na damu mchanganyiko, kuna mabano metisi. Hapa tunaona Bele anaanza kuomboleza, anaita Mutatedi. Mutatedi ni nani na kwa nini Bele anaomboleza, anaita Mutatedi? Maana wengi watasema, mbona anaita Mutatedi badala ya kuomba Loba Tete ambaye ndiye muumba wa kweli? Mutatedi ni kaka yetu wa kiroho. Yeye ni mlinzi na kiongozi wa taifa la watu weusi, taifa la asili, taifa la muumba wa kweli. Mutatedi ni kiongozi na mlinzi wa taifa. Sasa taifa kupitia wasioanzishwa liliingia katika makufuru, liliingia katika kuabudu masanamu, liliingia katika ibada za kidini, dini ambazo zililetwa katika bara letu la Afrika. Sehemu kubwa ya Waafrika, sehemu kubwa ya weusi waliacha misingi ya kweli ya maisha ya kiroho, wakakubali dini za kigeni ambazo zilitoka nje ya bara la Afrika, alafu wakaanza kuitumikia miungu hiyo katika bara la uasi ambayo watasema sasa ni Afrika. Kwa sababu hiyo, kwa sababu ya uasi huo, Mutatedi ambaye ni mlinzi wa taifa akaondoa ulinzi, na alipoondoa ulinzi, moja kwa moja taifa likaingia katika matatizo, katika mateso na machafuko ya kutosha. Ndipo nabii wa wakati wake ambaye ni Bele, huyo watakayesema ni Yeremia, akaingia katika maombolezo ili kuomba msaada kwa ulimwengu wa kiroho kupitia Mutatedi, yeye kama mlinzi na kiongozi wa taifa. Ndio maana anamuita Mutatedi, na anamuita Mutatedi kwa sababu inaweza ikatokea, na sio vibaya, kuomba kaka yako akusaidie, kuomba kaka yako akupatie jambo fulani. Na ikiwa kaka yako atakusaidia, maana yake amekusaidia kwa mamlaka ipi? Ni kwa mamlaka ya baba wa familia hiyo. Kwa hiyo ikiwa Mutatedi ni kaka yetu wa kiroho na nabii anaenda kuomba msaada kwa Mutatedi kwa ajili ya taifa, na Mutatedi anatoa msaada kwa taifa, maana yake Loba Tete ambaye ndiye muumba wa kweli ameidhinisha hayo, ameruhusu uweza huo, mamlaka hiyo iwe juu ya Mutatedi kama kaka. Ndio maana Bele nabii anaenda kuita Mutatedi na anaomba msaada kwa Mutatedi kwamba utazame mambo yanayotokea hapa, fedheha ya wasioanzishwa. Urithi wetu umekuwa kwa wazungu na damu mchanganyiko. Urithi, anaposema urithi anamaanisha kitu gani? Tunajua kwamba maandiko ambayo wanadini katika dini zote zilizopo katika dunia hii wanayatumia ni maandiko ambayo yanatokana na historia ya watu weusi, historia za mababu wa weusi, historia za mababu wa Afrika walizoziandika kwa ajili ya kuongoza vizazi vya watu weusi katika dunia. Wazungu damu mchanganyiko walichukua hayo wakaenda kuyabadilisha na wakayafanya kwamba ni ya kwao, wakabadilisha utambulisho wa mababu zetu, wakafanya kwamba walikuwa wazungu, wakabadilisha majina yao, miji, mahali walipozaliwa na mambo mengi. Ndio maana Bele ameanza kusema urithi wetu
sisi watu weusi umepita kwa wazungu na damu mchanganyiko. Hiyo ni katika namna nyingine urithi anaozungumzia. Ni maandiko pia ya kiroho. Historia zetu wazungu waliziiba, wakazichukua, wakazifanya kwamba ni za kwao. Ndio maana Bele anaomboleza kwa niaba ya taifa, anaita Mutateli na kusema kwamba utazame mambo haya yaliyotendeka. Na anaposema hivyo sio kama Mutateli hajui, kwa sababu yeye aliyeondoa ulinzi baada ya taifa kuingia katika kukufuru, akaondoa ulinzi ili lipate adhabu kwa sababu ya makosa ambayo yametendeka. Katika mstari wa 5 Bele anaendelea kusema, pamoja na nyumba zetu nyingi mkato, mara nyingi tunakunywa maji yetu kwa pesa. Haya ni mambo ambayo yalitendeka wakati wa Bele kama nabii wa taifa wa wakati ule, na ni mambo ambayo yanatendeka wakati huu. Weusi wanaishi sasa kwa kununua maji ya kunywa, wanaishi kwa gharama kubwa za maisha, kutoa pesa ili kupata chakula, kutoa pesa ili kupata maji ya kunywa. Afrika jinsi imejaa mito ya maji, imejaa vyanzo vya maji safi, imejaa chemchem za maji safi, misitu na mazingira ambayo sio ya kutoa pesa ili ununue maji ya kunywa, lakini tunalazimika kuishi hivyo kwa sababu ni matokeo ya makosa ambayo yalitendeka, na tutayaona kadiri ambavyo tunaendelea na somo letu. Katika mstari wa 6, tunalipa mbao zetu wazungu na damu mchanganyiko wametisi katika mabano, hutawala juu ya wasioanzishwa mkato, na hakuna mtu anayewaokoa kutoka kwa mikono yao. Kama nilivyosema katika mstari wa 5, tunalipia mbao ili kujenga, kufanya matumizi mbalimbali ya miji yetu. Mbao tunanunua. Afrika iliyojaa miti mingi, Afrika ambayo ni mapafu ya dunia, naweza kusema kwa namna hiyo, tunanunua mbao, tunanunua miti kwa ajili ya kupitisha miundombinu ya umeme na kadhalika katika miji yetu. Mambo ya aibu, mambo ambayo hayakutakiwa yatendeke kwa namna hiyo katika mataifa ya watu weusi. Haikuwa namna hiyo, lakini sasa haya ndiyo ambayo Bele anaeleza kwamba yanatendeka kwa namna hii sasa. Mutateli, tazama mambo yalivyokuwa katika taifa ambalo wewe ndiye mlinzi wake. Wazungu na damu mchanganyiko wanatawala juu ya wasioanzishwa, na hakuna anayewaokoa kutoka kwa mikono yao. Mtu yoyote ambaye hayupo katika ufahamu wa neno la kweli ni mtu asiyeanzishwa. Tunaona jinsi ambavyo nchi zetu za Afrika zinavyotawaliwa, zinavyoongozwa na wazungu na damu mchanganyiko. Viongozi wetu wa Afrika hawawezi kufanya maamuzi juu ya mataifa yao mpaka wazungu wakubali, damu mchanganyiko wakubali. Wakikataa, basi viongozi wetu hawana cha kufanya, na hakuna anayeweza kuwatoa kutoka kwa mikono ya wazungu na damu mchanganyiko. Na hata ikitokea miongoni mwa wazungu kuna mzungu ambaye anainuka kwenda dhidi ya wenzake, awe ni kama vile yupo kwa ajili ya kusaidia taifa la Afrika, uwe na uhakika ndugu zangu, hayupo kwa ajili ya kuleta msaada kama ambavyo tunaona au ambavyo tunatarajia, bali mzungu yoyote ambaye ananyanyuka kuja katika nchi ya Kiafrika kama vile kuja kuisaidia, naye pia ameona fursa, naye pia ameona tu atanufaika kwa namna moja au nyingine, lakini sio msaada unaotokana na upendo. Ili tuwe na ufahamu nalo, yaani ndivyo lilivyo kabisa ndugu zangu, tuwe na ufahamu wa mambo haya. Ndio maana amesema hakuna anayewaokoa kutoka kwa mikono yao, hakuna. Katika mstari wa 7 anaendelea kusema, wasioanzishwa wanatafuta mkate wao kwa kuhatarisha maisha yao mkato, na wamewavunjia heshima mama na dada zetu wa jamii. Wasioanzishwa wanatafuta mkate wao kwa kuhatarisha maisha yao. Haya ni maisha ya Waafrika wengi ambayo tunayaona. Mwafrika sasa imefikia wakati ili apate chakula kwa ajili ya familia yake, ili apate mahitaji yake ya kila siku,
ni kwa kuteseka, ni kwa kuumia, ni kwa kuhatarisha maisha yake sana, jambo ambalo halikuwa hivyo na halikutakiwa kuwa hivyo kwa mtu wa asili, mtu mweusi katika bara kipenzi Munyele ambayo wanaita Afrika sasa, ambalo limejaa kila kitu, kila aina ya rutuba, mazingira ambayo yanamruhusu kulima, kupanda chochote, kufurahia maisha. Lakini Bele anaomboleza kwamba haya ndiyo sasa yanayotendeka katika taifa la watu weusi wakati wake, na ndiyo yanayotendeka wakati wetu pia. Kwa nini? Ni kwa sababu ya uasi, ndugu zangu. Ni kwa sababu watu weusi waliacha asili yao, walikubali miungu ya kigeni ambayo ililetwa na dini mbalimbali kutoka nje ya bara letu la Afrika, dini ambazo zilikuja kuwatenga na asili yao ya kweli. Imefikia hatua kuna mara hata mazingira yanatukataa sasa. Waafrika weusi wenzangu wasioanzishwa, kuna mazingira ambayo sasa mweusi unaweza ukalima na ardhi isikupe mazao kama ambavyo ilitakiwa kufanya, kwa sababu ardhi pia inaofahamu ya matendo na mambo ambayo Waafrika wengi wanayaishi, maabudu ambayo mnayafanya, makufuru katika ardhi ambayo Loba Tete kupitia neno lake aliumba na karuhusu tuwe hapa. Waafrika wanapiga ngoma, wanacheza, wanaitukuza na kuitumikia miungu ya uongo ambayo nyuma ni shetani, mlima bobe, roho mbaya, miungu ambayo inawakilisha demon za kike na za kiume, ndio ambayo Waafrika wanaitumikia na kuiabudu katika udongo wa Wase. Wanafikiri wanaabudu muumba wa kweli. Anaeleza Bele kwamba haya ndiyo yanayotendeka sasa. Sehemu kubwa ya weusi wanapata chakula na mahitaji yao kwa kuhatarisha nafsi zao. Lakini amemaliza mstari huu wa 7 kwa kusema wamewaondolea heshima mama zetu na dada zetu wa jamii. Haya ni mambo ambayo tunayaona yalitendeka na yanaendelea kutendeka. Wazungu damu mchanganyiko, tunaona mambo mengi katika mitandao ya kijamii. Wengine tunayaishi katika jamii zetu ni mashuhuda wa wazi. Wazungu damu mchanganyiko wanavyo wanyanyasa kingono, kimaadili dada zetu, mama zetu wa jamii nyeusi. Unaona mzungu anawatumia kingono dada zetu, mama zetu wa jamii yetu nyeusi, na anawale kodi na anaweka katika mitandao ya kijamii, na alafu mara inakuja inagundulika kwamba mzungu huyo ni mgonjwa pengine, ili mradi kuondoa heshima na utu wa mama zetu na dada zetu wa jamii yetu. Na hata sio hivyo tu, kadiri mambo yanavyoendelea, kadiri weusi wanavyoendelea kubaki katika uongo, katika hizo dini, ndivyo ambavyo wanaendelea kujitenga na ulinzi ule wa asili, wanaendelea kujitenga na ulimwengu wa kiroho, na mabaya yanaendelea kuongezeka katika bara. Sasa sio mama zetu na dada zetu tu, vijana wengi wa Afrika wanaingia katika kuondolewa heshima zao, kuondolewa utu wao, kwa sababu wapate chakula. Yote haya ni matokeo ya uasi, ndugu zangu weusi. Kadiri dini zinaendelea kuongezeka katika bara letu, zinaendelea kujaa katika bara letu, ndivyo maovu, uchafu, uvunjifu wa maadili na uharibifu katika jamii ya watu weusi ndio pia unaendelea kupanda. Swali ambalo tunaweza kujiuliza na tunatakiwa kujiuliza, ni nini matokeo? Ni nini faida ya uwepo wa hizo dini katika bara letu la Afrika? Ni nini faida zaidi ya uharibifu na kuwaongoza watu katika kifo cha kiroho? Tuwe na ufahamu, dini hazipo kwa ajili ya kuokoa maisha ya watu, ndugu zangu, bali kufanya watu wafariki kifo cha kiroho. Bele anaendelea kuomboleza katika mstari wa 8, anasema viongozi wa vijiji wasioanzishwa walinyongwa kwa mikono yao, nukta mkato. Utu wa wazee haukuheshimiwa. Haya mambo yalitendeka wakati wa ukoloni. Sehemu kubwa ya wazee wa vijiji walinyongwa. Utu wa wazee haukuheshimiwa. Haya yote Bele aliyaishi, aliyashuhudia, yakawa ni sababu ya yeye kuingia katika kuomboleza
kuomba msaada kwa kaka yetu wa kiroho Muthathedi ambaye ni mlinzi na kiongozi wa taifa. Katika mstari wa 9 anaendelea kusema, furaha imetoweka katika moyo, kwenye mabano ufahamu wa moyo wa ndugu zetu wengi wa jamii mkato. Maombolezo yamechukua mahali pa dansi zao. Sehemu kubwa ya watu weusi ambao walikuwa wanaishi kwa furaha kabla ya uwepo hizo dini, kwa umoja. Sehemu kubwa ya Waafrika ambao waliishi kwa mshikamano, kwa ushirikiano, kwa umoja, kwa upendo. Sasa hivi maombolezo, vilio, huzuni, tabu ndio zimechukua nafasi katika maisha ya watu weusi. Haya yote ni matokeo ya uasi, matokeo ya hizo dini ambazo Waafrika wenzangu bado mngali mnaendelea kuzitetea, mngali mnaendelea kuzipigania, dini ambazo hazipo kwa lengo la kuwaokoa bali kuwaangamiza kiroho. Amkeni ndugu zangu weusi. Mstari wa 10 Bele anaendelea kuomboleza, anazungumza na Muthathedi kaka yetu wa kiroho, anasema, heshima iliyokuwa juu ya vichwa vya wazee imeanguka. Ole kwa bara letu, kwa sababu baba zetu wengi wamefanya ushirikiano na wazungu na damu mchanganyiko wametisi kwenye mabano. Kwa sababu hii moyo kwenye mabano ufahamu wa moyo wa wasioanzishwa umevunjika maradufu nukta mkato. Kwa sababu ya mambo haya macho yao yametiwa giza mkato. Na kwa ajili yako mkato, Loba, unatawala kuna mabano na hata zaidi ya utawala kwa muda usio na kikomo. Mstari huu wa 10 umebeba maelezo mengi sana ambayo Bele anayazungumza, mambo ambayo yanaendelea hata sasa katika taifa la Afrika, taifa la mtu wa asili. Heshima iliyokuwa juu ya vichwa vya wazee imeanguka, na anasema wazee wetu wamefanya muungano, ushirikiano na wazungu na damu mchanganyiko. Kwa sababu hiyo mioyo yao, fahamu za mioyo yao zimetiwa giza. Wamepoteza utambuzi viongozi wetu kwa sehemu kubwa wa bara kipenzi mwenyelee Afrika. Wamefanya muungano, wamefanya ushirikiano, wamefanya mikataba na mataifa ya wazungu na damu mchanganyiko, wakidhani kwamba kwa sababu hiyo basi watasaidiwa kuendeleza, kujenga mataifa yao ya Afrika, watasaidiwa hili au lile. Lakini kwa sababu ya makosa hayo, fahamu zao zimetiwa giza. Hawana tena ufahamu kuhusiana na muumba wa kweli, Loba Tete, maana wameruhusu dini mbalimbali ambazo hazipo kwa lengo la kuangaza maisha ya watu, bali kufunika fahamu za watu, kutia giza kwenye mioyo ya watu. Hawana ufahamu kuhusiana na muumba wa kweli tena. Hawana ufahamu kuhusiana na sheria za neno la kweli tena. Fahamu za mioyo yao zimetiwa giza. Kuna mara wanatenda mambo ambayo unadhani ni vichaa. Viongozi wetu wamefanya ushirikiano na wazungu na damu mchanganyiko, na matokeo yake ni uharibifu mkubwa sana ambao unaendelea katika taifa la Afrika. Nchi za Afrika zipo kwenye matatizo kwa sababu ya ushirikiano ambao zinafanya na mataifa ya wazungu na damu mchanganyiko, kwa sababu ya dini ambazo wanaruhusu zinaingia na zinaendelea kuingia katika bara. Kwa sababu dini zipo nyingi, matokeo ya uwepo wa hizo dini sio mazuri. Ni wakati huu ambao dini zimeongezeka na zinaongezeka kila wakati, ndio wakati ambao maadili katika jamii ya Afrika yameharibika kweli kweli. Na wanaoishi katika maadili hayo mabaya, katika uvunjifu huo wa maadili, ni wafuasi wa hizo dini ambazo zipo zimejaa katika bara. Ni nini sababu? Ni nini faida? Ndio maana
muelewe ndugu zangu, hazipo dini kwa lengo la kuokoa maisha ya watu wala kurekebisha maisha ya watu. Zipo kwa ajili ya kuangamiza maisha ya watu. Zikataeni dini zote enyi watu weusi. Jitengeni na dini zote enyi watu weusi. Sikieni mafundisho ya kweli enyi watu weusi, ambayo yanatolewa na mzaliwa wa pili Zulula 100, ambaye ni mrejeshaji anayerejesha mafundisho ya kweli ambayo yalipotoshwa, lakini yanarejeshwa ili kuliongoza taifa katika kuishi kusudi la kuwepo kwetu, tuweze kufikia uzima wa milele. Ondokeni katika dini zote ndugu zangu weusi. Katika mstari wa 11 ambao ni mstari wetu wa mwisho kwa siku ya leo, Bele anamaliza kwa kusema udhihirisho wa nguvu zako hauna kikomo. Udhihirisho wa nguvu za Loba, muumba wa pekee, hauna kikomo. Yeye sio sawa na miungu ambayo inaabudiwa katika hizo dini, miungu ambayo ina mipaka, ina ukomo hata wa kusikia, ina ukomo hata wa kuelewa, ina ukomo hata wa kuona. Nyinyi ni mashahidi katika vitabu vyenu mnavyosoma vitabu vya hizo dini. Kuna mara maandiko yanaonyesha kwamba Mungu amesikia maombi ya watu wake, lakini sasa hana uhakika kama ni kweli ama sio. Kwa hiyo anatakiwa kushuka aje aone. Mungu anajuta kwa sababu aliwaumba watu, maana wanafanya mambo ambayo hakutarajia kama wangefanya. Anajuta, Mungu anaumia moyoni mwake. Hiyo ni viumbe, miungu, viumbe. Sanamu na picha mlizojaza katika majengo yenu mnayoita ni makanisa, kwenye nyumba zenu, ni sanamu ambazo zinawakilisha madimoni, mapepo. Uwakilishi wao ndio huo ambao nyinyi mmeweka kwenye nyumba zenu. Hayo mafundisho ya kidini, mafundisho yanayopumbaza watu, yanazubaisha watu na kuwafanya watu waishi mazoea, wafe kifo cha kiroho. Amkeni, sikilizeni mafundisho ya kweli ambayo yanatolewa na mzaliwa wa pili Zulula 100, ili muweze kujua ukweli, uwaweke huru. Hata mkienda ndani ya vitabu vya dini mkisoma, maandiko yaliyoko ndani ya vitabu hivyo yanaonyesha wazi kwamba mitume na manabii wa kweli wote walikuwa ni watu weusi. Huyu muhusika ambaye leo tumepata mafundisho kwake, Bele, walibadilisha wakasema ni Yeremia. Na ukienda ndani ya kitabu hicho cha Yeremia katika Biblia za kisasa, Yeremia aliandika kitabu cha Maombolezo. Maombolezo sura ya 5, ukisoma unaona kabisa namna maelezo yalivyo. Ni taifa la watu weusi ambalo linahusishwa na maandiko hayo. Lakini ukienda ukisoma mstari wa 10 wa sura ya 5 ya Maombolezo, unaona kabisa huyu nabii Yeremia anaomboleza, anasema ngozi zetu ni nyeusi. Msome, hivi ndivyo ilivyoandikwa, ngozi yetu ni nyeusi. Yaani yeye nabii anayeomboleza pamoja na taifa analoliwakilisha katika maombolezo hayo, anasema ngozi yetu ni nyeusi. Alafu sasa, kwa sababu walishindwa kuondoa mambo hayo katika kubadilisha maandishi, wakaweka mkanganyiko kidogo kwamba kwa sababu ya hali iliyotupata. Hivi kweli mzungu anaweza akapitia matatizo na taabu fulani alafu zikambadilisha akawa ni mweusi? Jibu ni hapana. Mzungu hatapitia mateso na taabu, atabakia tu mzungu. Kwa hiyo wanavuruga mambo ili kupumbaza na kuzubaisha fahamu za weusi, wanaposoma wasijijue kabisa kwamba ni wao wahusika katika hayo maandishi. Ukweli umerejea ndugu zangu. Mzaliwa wa pili Zulula 100, mwalimu pekee, yupo anaturejeshea ukweli wa asili. Kama una swali uliza. Na hayo ndio mafundisho yetu ya siku ya leo ndugu zangu. Loba, muumba pekee wa kweli, anaendelea kujitukuza kila wakati.